wamemaliza mechi kwa kiwango kikubwa Berkane. Simba wanahitaji kusukuma kwa nguvu. Nandi Junior. Dakika nazo zikaondoka. Binafsi mpaka muda huu naamini kabisa kwamba ili kombe tunaenda kulikosa kwa sababu ya mipango ya shirikisho la CAF. Kwa sababu haiwezekani unatoa umeme pasipo stahili kutoa umeme. Kwa hiyo hii ni mipango ambayo wameiandaa kwamba hawa jamaa waende kuwa mabingwa wa shirikisho kwa mara ya 3. Kwa hiyo huu ni mpango wa Kiafrika zaidi. Binafsi takubaliana nao kwa sababu wao ndio imewatoa mchezoni leo. Yeah, no doubt. Kwa sababu faulo zikiwa kwetu anaacha, zikiwa kwao anaweka. Mtu kaenda kacheza mpira anampa kadi ya pili ya njano. Maana ule binafsi wameshajipanga. Toka kipindi cha kwanza tumemwona kajipanga kuwapa matokeo Berkane na kweli ndio hichi kinachoonekana hapa. Kwa hiyo binafsi viongozi wa CAF kuna watu wamewapangia kuwa mabingwa wa kombe la kuna watu wamepangiwa kuwa mabingwa, sio ubora. Sio ubora. Hakuna ubora pale. Mechi yote asilimia kubwa tunacheza sisi. Sio wao. Ubora wa Berkane hujaonekana. Hakuna ubora wao, hakuna cha madevu, hakuna cha ule kiungo wao, wala hakuna huyo nani unamuita Kamala, hakuna chochote leo. Si lolote si chochote. Kwa hiyo binafsi ule bora unaonekana hapo leo wa muamuzi ambaye ameandaliwa na viongozi wa CAF ili hao wachukue ubingwa. Nandi au kile alichokitoa Berkane kwenye pre-training session ndio kinafanya hivi. Hakuna kitu chochote. Ninachokiamini mimi, viongozi wa CAF walitumia sheria ya kwao mfukoni ili mradi kujua kabisa kwamba Simba akakose huu ubingwa wa Afrika. Wanajua kabisa kwamba angecheza Benjamin Mkapa ana 100% za kwenda kuwa bingwa kwa sababu unajua uwanja ule ni mkubwa kuliko uwanja wa Amani. Kwa hiyo binafsi hicho kimeonekana, lakini cha pili pia mwamuzi anaonekana kaandaliwa ili hao jamaa waende kuwa mabingwa. Maandalizi ya Berkane ili akawe bingwa. Yaani hapa wameforce ili Berkane akawe bingwa. Sijaona sababu ya kutoa kadi ya njano na kutoa red card. Sijaona mtu kacheza mpira unampaje red card. Wewe mpaka sasa hivi nataka kuniambia Mnandi kama kuna sehemu mmeonewa hivi. No doubt. Mipango imeonekana toka mapema kwenye mchezo wetu wa kwanza tarehe 17 kule Morocco. Wana force lazima tukacheze Zanzibar. Kanuni na sheria uwanja mimi mwenyeji ndio natakuwa nichague. Na maana mpaka wanaforce wao kuchagua uwanja walikuwa na malengo yao. Sasa malengo yao si ndio hayo. Unaona maamuzi tukisukuma sisi anaacha. Wakisukuma wao wanaweka faulu. Wapi na wapi? Kama kutolewa kwa Kagoma na kwenye kumechangia. No doubt ni ukweli kwa sababu yeye keshapanga karudi vile vyumbani kapigiwa simu hoya. Maliza shughuli hiyo. Mtoe hiyo kiungo wapo kati umalize shughuli hiyo. Ndio kilichoendelea lakini sisi bado tuendelea kupambana, tumecheza mpira vizuri. Kosa dogo ambalo tumelifanya dakika hizi, tumewagongesha wamepata goli la kusawazisha kwa kutupa mlima zaidi. Mnandi, yale matarajio yenu ya kusema hii tunabeba hivi sasa. Si kombe tulikuwa tunabeba. Sasa hivi imekuwa tulikuwa sasa. Tunafanyaje? Sasa hivi mnasema tulikuwa. Hatuseme tulikuwa. Binafsi ile kombe lilikuwa ni la kwetu, lakini wao wameforce kwamba Berkane lazima alichukue. Kwamba ni mipango imeandaliwa kwamba Berkane wawe mabingwa. Hii sio kusema kwamba ni dhahiri kabisa mpira wa Afrika unachezwa nje na ndani. Mpira wa Afrika unachezwa nje na ndani, lakini hii ni mipango zaidi ambayo wamewapangia wa jamaa kwenda kupata matokeo. Lakini mimi nikwambie tu kwamba binafsi huu mpango uliopangwa hapa leo, CAF kama CAF wajiangalie kama wanataka mashirikisho na vilabu zicheze kombe la shirikisho na klabu bingwa, waache mpira uchezwe, waache figisu, waache mikango, waache mpira uchezwe. Kanuni hizi hatutofika. Uso mpira. Sio mpira huu. Huu ni uhuni tu. Kama mnafanywa vitu gani? Mwamuzi unaona kabisa kaingia huko kwa ajili Berkane abebe kombe. Sawa, kaingia mkaje Berkane abebe kombe. Na sasa tunakubali. Mbona kama mpira umeonekana kuwa mzuri hivi tukiutizama watu wanapishana. Mwamuzi anazingua. Hicho sio kupishana, mwamuzi anazingua. Sasa kama mwamuzi kazingua unafanyaje? Mwamuzi kaja kwa sababu ya Berkane wawe mabingwa. VAR kwenu mmeona kama haijatenda haki. Goli lenu lilivyoingia na Mkwala. Mimi binafsi silaumu VAR. Ninacholaumu mimi matukio ambayo yameendelea ndani ya uwanja. Ndio hicho ninachokulaumu mimi, sio VAR. Mimi sijalaumu VAR, nilichokulaumu mwamuzi ameshindwa kutofasiri sheria 17 za mchezo. Ameingia humu kutofasiri sheria zake 7 ili Berkane awe bingwa. Na sasa tunakubali. Na mwamuzi huyu ndio mwamuzi ambaye pia aliwahi kukatalia goli la mtani wako kwenye mashindano kama haya ya kimataifa. Si ndio maana nimekuambia kwamba CAF huwa wanajipanga kwa ajili ya watu fulani wawe mabingwa. Lakini unaona kabisa mpira unaocheza hapa sio kwamba wao wanastahili kuwa mabingwa. Ni mipango wanapangiwa wao kuwa mabingwa. Sio wanastahili kuwa mabingwa. Kwa mimi binafsi nikubali kwamba wale wapanga kuwa mabingwa wanapata ubingwa. Mara nyingi mnakuwa mkifanya vizuri kama mashindano lakini mnaishia hatua za juu, mnaondoka hampati chochote. Binafsi tunafanya vizuri mpaka robo finali, tunatoka tupate ubingwa, lakini kwa mipango hii natakuwa tujipange zaidi kutaka kombe la shirikisho au la klabu bingwa. Tujipange vizuri, lakini ubingwa haitoshi kujipanga tu uwanjani. Kuna sehemu nyingine natakuwa mjipange zaidi. Nataka sisi tutumie nguvu kubwa kwenye shirikisho la CAF ndipo tufanikiwe, kwa sababu wenzetu wamewekeza vizuri, wana pesa za kutosha, wanafanya wanachokitaka wao, kwa sababu hii timu ya makamu wa rais wa CAF na yeye ndio katumia nguvu kubwa ili timu yake iwe bingwa, na kweli inafanikiwa kuwa bingwa, sababu nguvu alotumia inatimia. Kama uwanjani ukiangalia na wenyewe wanajaribu kuja na plani zao ambazo wamekuja nazo. Kina nani? Kama Berkane. Waje wapi bwana wa kawaida hao? Hao wa kawaida ni sisi wenyewe ndio tunawafanya hao waonekane namna gani, lakini hao wa kawaida sana
wa kawaida sana. Leo wale walosumbua kule wote hapa uwaone ni timu ya kawaida. Kwa hiyo binafsi wamejipanga hawa waende kuwa mabingwa na sisi tumekubali. Ni mpango mkakati. Kwa hiyo sisi tumekubali. Wewe unaenda kumtoa kiungo ambaye anafanya kazi kubwa pale uwanjani, unategemea nini? Wanacheza rafu. Rafu katika cheza mpira. Rafu mtu kaenda kucheza mpira. Kwa hiyo binafsi hao wamejipanga Berkane aende kuwa bingwa, lakini sisi leo binafsi tulistahili kuwa bingwa. Ila kwa mipango ambayo wamejipanga, haina shida, sasa tunakubali, tutaendelea kujipanga kwa misimu mingine, hamna shida. Sasa wana Simba, nyie mlikuwa pia mnawacheka wenzenu kipindi hicho wana medali. Sasa hivi mtawaambia nini? Sisi hatuwezi kuwacheka kwamba wana medali. Sisi binafsi tushavaa medali toka mwaka 93. Hii ni mara ya pili. Kwa hiyo binafsi kinachotokea sisi tulistahili kuwa mabingwa, tunafanyiwa figisu ambaye hazina maana ili Berkane aende kuwa bingwa. Kwa mfumo huu kila siku Waarabu wataendelea kuwa mabingwa. Kwa mfumo huu kila siku Waarabu watakuwa